Baada ya taarifa iliyotolewa juu ya rais wa Urusi Vladimir Putin kutosafiri kwenda nchini Uturuki kwa ajili ya mazungumzo kati ya Urusi pamoja na Ukraine, ambayo pia rais wa Marekani Donald Trump alitangaza huenda angehudhuria ikiwa Putin angekuwepo. Wakati huu rais huyu wa Marekani anatangaza kutosafiri kuelekea Uturuki kujiunga na mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters ambalo limeripoti likinukuu maafisa wa Marekani. Trump hatasafiri kuelekea Uturuki na ni kwa sababu alishaeleza kuweka wazi kwamba ikiwa Putin hatakuwepo nchini Uturuki basi naye huenda asingekuwepo. Kulingana na shirika hilo la habari, afisa huyo alizungumza baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kutangaza ujumbe wa Urusi kwa mazungumzo hayo. Hapo awali Trump hakupuuza kwamba angeenda Uturuki Mei 15 kushiriki mazungumzo ya kutatua suala la Ukraine. Ujumbe wa Urusi utaongozwa na msaidizi wa Kremlin Vladimir Medinsky. Ujumbe huo utajumuisha naibu waziri wa mambo ya nje Mikhail Galuzin, mkuu wa kurugenzi kuu ya wafanyakazi na mkuu wa jeshi la Urusi Igor Kostyukov na naibu waziri wa ulinzi Alexander Fomin. Mnamo Mei 11 Putin alitoa wito wa mazungumzo kwa viongozi wa Kiev ya moja kwa moja yaliyokuwa yamesimamishwa mnamo mwaka 2022 bila masharti. Volodymyr Zelensky kwa upande wake alitangaza mipango ya kusafiri kwenda Uturuki siku ya Alhamisi. Kauli hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Ukraine kukubali mara moja ombi la Putin la mazungumzo. Afisa wa ikulu ya Marekani alisema mnamo Mei 13 kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mjumbe maalum wa rais Steve Witkoff na mjumbe maalum wa Ukraine Keith Kellogg watasafiri hadi Istanbul siku ya kesho Ijumaa. Hata hivyo ujumbe wa Urusi tayari umeshawasili huko Istanbul nchini Uturuki kwa ajili ya mazungumzo hayo ya moja kwa moja kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Mvutano wa kidiplomasia unaongezeka kwa mara nyingine tena. Siku chache zilizopita mkazo ulikuwa kwenye gwaride la siku ya ushindi ya kumbukumbu ya miaka 80 ya Moscow. Saa chache baada ya yote yanayoelezwa, kwa ghafla Istanbul, ambapo mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine ya kwanza tangu msimu 2022 yanaweza kufanyika mapema siku ya leo Alhamisi, yanatarajiwa kuwa yatakuwa yameshuka. Kilichoanza kwa rais wa Urusi Bwana Putin ni kuitikia mwito wa nchi za magharibi wa kusitisha mapigano kwa siku 30 kuanzia Mei 12, sasa kimeongezeka na kuwa tamasha kubwa la kimataifa. Volodymyr Zelensky wa Ukraine hapo awali alionekana kuwa tayari kukataa pendekezo hilo moja kwa moja, lakini baada ya shinikizo linalopakana na uamuzi wa mwisho wa kutoka kwa rais Donald Trump, alibadilisha mkondo na kuweka utayari wake wa kuweza kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Zelensky hata hivyo alianzisha hali yake mwenyewe. Alitaka mazungumzo yafanyike katika ngazi ya juu mara moja au isifanyike kabisa, na kutishia vikwazo vipya dhidi ya Urusi ikiwa masharti yake yatapuuzwa. Kama matokeo, matarajio ya mkutano wa Istanbul yameongezeka, lakini je, yana uhalisia? Je, kweli tuko katika hatihati ya mafanikio? Kwa kifupi, unaweza ukasema hapana. Kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanadai kwamba mkutano wa Alhamisi, ikiwa utatokea kabisa, huenda kukawa na jambo moja ama mawili. Kwanza, masharti ya mazungumzo ya amani ya kweli hayataweza kuwepo. Kijeshi, hali ya Ukraine bado ni hatari, wakati vikosi vyake bado vikishikilia safu za ulinzi huko Donbas. Ari na nguvu kazi inayumba, baadhi ya nafasi zinaonekana kuporomoka. Hata hivyo, kisiasa, Kiev inaendelea kutenda kana kwamba inashikilia mkono wa juu, ikichochewa kutoka kwa kile kinachoitwa muungano wa walio tayari, kwa maana Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Mataifa haya ya Ulaya yamezuia mara moja kwa juhudi zozote za Washington kusukuma amani ya haraka. Mtazamaji, bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.